Unaweza ukatuambia majina yako kamili kabisa ni yapi? Majina yangu naitwa Nehemia Simon. Okay. Ni mzaliwa wa wapi ndugu Nehemia? Ni mzaliwa wa Singida lakini kwa sasa hivi naishi Dodoma. Okay, kwa sasa hivi naishi Dodoma. Karibu sana. Na mpaka sasa nafikiri umeshafanya kazi mbalimbali. Na mara ya mwisho kitabu chako nimejaribu kukipitia ambacho kinaitwa uongozi wako, historia yako. Ni kipi kilikufanya ukaamua kuingia kwenye mambo ya uandishi wa kitabu? Mambo mengi. Unajua unapokuwa mwandishi kuna tatizo fulani ambalo unaliona kwenye ufahamu wako kwamba hilo tatizo linatesa jamii. Kwa hiyo nilipokaa kwenye fikra zangu za uandishi niliona kuna baadhi viongozi wanaongoza lakini hawaweki historia fulani kwenye jamii zao. Ndio maana nilikuja na kitabu kinasema uongozi wako, historia yako. The way unavyoongoza, the way unavyoketi historia yako kwenye jamii. Kwa hiyo tulichukua kwenye uandishi ni kutatua baadhi ya changamoto ambazo zinaonekana zinaikumba jamii. Wewe unazungumzia hapa viongozi wapi hasa ambavyo unawagusa kwenye kitabu chako cha uongozi wako, historia yako? Viongozi wa kisiasa, wa kidini au viongozi wa nyanja mbalimbali? Nimeanza kwanza kiongozi kwa mtu binafsi, yaani mimi kama mimi labda au wewe kama wewe. Kwanza unatakiwa uwe kiongozi kwa kuongoza mawazo yako, tabia zako, maamuzi yako na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kwanza kiongozi anaanza kujiongoza mwenyewe kabla hajaanza kutoa kundi fulani la watu ambaye anataka kuongoza. Kwa hiyo nilianza kuelezea namna gani unakuwa kiongozi mzuri wa maisha yako. Ndio wewe unavyotakiwa kufanya kipi na kipi unatakiwa kufanya kwa ajili ya maendeleo yako binafsi. Na pia nimejaribu kuelezea uongozi kwenye nyanja mbalimbali za maisha, uongozi kwenye masuala ya kisiasa, hata kwenye jamii yoyote, masuala ya kidini pia kitabu kinaanza, kwa sababu nimejaribu kuelezea nyanja mbalimbali kwenye kila eneo ambayo kiongozi unaweza kupata nafasi ya kuongoza.